Habari zenu, karibuni kwenye podcast yetu ya leo. Tunaye Bwana David kutoka timu ya TurboLoop, hebu tuzungumze naye kidogo. Habari, hujambo leo? Share habari zenu. Asante kwa kunialika. Nimekuwa nikisubiri fursa hii ya kuzungumza na wewe na wasikilizaji wetu wote. Tuendelee na swali la kwanza. TurboLoop ni nini na ilianzishwa kutatua tatizo gani? Kabla ya kuzungumzia ukweli kuhusu TurboLoop ni nini, ningependa kwa kweli kutoa utambulisho mfupi kuhusu mimi ni nani, hasa kwa wale watu ambao hawajui mimi ni nani. Ingawa tumekuwa tukifanya mikutano mingi kila siku kwa jina la mikutano ya kila siku ya Zoom ya kimataifa. Ni Dave hapa, watu wengi wananijua kama balozi wa mradi. Wengi wananijua kama mwanachama wa timu ya maendeleo. Na ni vizuri kusema kwamba ni Dave hapa, unaweza kuniita mkurugenzi mtendaji. TurboLoop ni jukwaa au mfumo wa ekolojia. Mfumo wa ekolojia una uwezo mwingi. Chochote unachohitaji kipo kwenye TurboLoop kwa upande wa crypto, DeFi. Mipango ya uwekezaji na bora kusema ni mfumo wa ekolojia unaweza kurahisisha safari nzima ya uwekezaji. Sawa. Swali lingine, kuna maelfu ya miradi ya DeFi. Ni nini kinachofanya TurboLoop kuwa tofauti? Tuna sababu nyingi za kudai TurboLoop ni tofauti kwa sababu maelfu ya miradi hapo sokoni. Kwa hivyo ni vizuri kusema kuwa madarakani, sawa, na kuwa endelevu na njia halisi za uzalishaji wa mapato ndizo funguo kuu zinazoweza kutofautisha mradi huu na mingine. Wow, sawa. Unaweza kuelezea mfumo wa TurboLoop kwa maneno rahisi kwa mtu ambaye hajawahi kutumia DeFi? Sawa, kwa kweli hatuna jargon, hatuna utata. Timu yetu yote imejitahidi kwa dhana hii kukuweka wewe rafiki zangu mbali na utata na miundo tata. Na tumekuja na muundo rahisi sana. Unajua, tuna mipango minne ya uwekezaji mbali na vipengele vingine. Unachohitaji ni kuunganisha pochi, chagua mpango, weka amana na safari yako ya mapato itaanza. Utakuwa huru kudai, kuunganisha au chochote unachotaka. Wow, sawa. TurboLoop inazalishaje mapato endelevu badala ya kutegemea amana mpya? Sawa, hili ni swali kubwa sana ambalo watu wengi huuliza. Unajua, tuna njia tofauti za uzalishaji wa mapato na kila moja yao inaongoza kuwa katika PancakeSwap, Web3pool ndio mahali ambapo amana zote zitaenda moja kwa moja. Mbali na hayo, tuna mfumo wa TurboBui unaozalisha ada fulani. Tuna mfumo wa TurboSwap ambao tena unazalisha ada fulani. Ada hizi zote, unajua, sio mchakato wa njia moja. Tuna njia tatu za uzalishaji wa mapato. Kila moja yao inazalisha ada na ada hii itatumika kama faida. Hii ndiyo inayohakikisha uendelevu wa mradi huu. Hivi ndivyo kitaaluma, sio kujivunia, jinsi timu ya TurboLoop imekwenda na imeendelea kufanya kazi kwa muda mrefu. Kwa nini Binance Smart Chain ilichaguliwa kama msingi wa itifaki? Kwa hivyo kila mtu anajua kuwa mnyororo wa BSC ni moja ya minyororo maarufu na ya haraka zaidi kuwahi kutokea. Na wakati huo huo, hatutaki watu wetu, watumiaji wetu, TurboLoopers wetu wapitie viwango vya juu na kiasi kikubwa cha ada na kodi. Ndiyo maana Binance Smart Chain imechaguliwa. Kila kitu kinaweza kufuatiliwa kupitia blockchain katika BSC Scan Explorer. Na usalama ni moja ya wasiwasi mkubwa katika crypto. Unajua hilo, sawa? Ni hatua gani za usalama ambazo TurboLoop imetekeleza ili kulinda watumiaji? Yeyote anayetaka kuwa sehemu ya mradi ataelewa kuwa vipengele muhimu vinahitajika. Unajua, lazima kuwe na mahitaji ya kuvutia kwa vipengele hivyo. Usalama na usalama ni vitu ambavyo hatuwezi kuruka. Ndiyo maana tumepata mradi wetu kukaguliwa kwa kujitegemea na makampuni mawili, Highest Crypto na Solidity Scan. Na ni vizuri kusema kwamba tumefikia kiwango cha juu cha usalama. Kwa upande mwingine, tumeweka kila kitu kupatikana kwa jamii yetu. Watu wengi huuliza ikiwa mikataba inaweza kubadilishwa. Je, TurboLoop imegawanywa kikweli? Umiliki uliotangazwa upya unamaanisha nini? Sawa, kwa hakika. Kama nilivyokuambia na kutaja hapo awali, TurboLoop ni mradi kamili wa madaraka, sawa? Kwa sababu ina mkataba mmoja tu. Mkataba huu umekaguliwa na kuachwa. Ugatuaji unaweza kuthibitishwa kwa njia tofauti. Unaweza kukagua mradi huu na utapata jibu moja, ugatuaji. Timu ina ujasiri na imeweka fadhila ya dola 100,000 kwa anayepata ishara ya utawala wa kati. Tunafanya na tuna imani mradi wetu ni wa madaraka. Jukwaa linazungumzia uwazi. Sawa, uwazi ni muhimu. Huu ndio kauli mbiu yetu kwamba TurboLoop ni mradi na itifaki ya uwazi, sawa? Chochote unachotaka kinapatikana kabisa kwako kwenye mkataba. Shughuli zote zinaonyeshwa kwa uhai, zote kwenye tovuti TurboLoop hiyo na kwenye mkataba. Unaweza kufuatilia na unaweza kufuata kila moja ya shughuli. Njia ambayo amana yako inafanywa, njia ambayo amana hiyo itapita kwenye bwawa la vitatu, kila kitu ni wazi. Swali lingine, unaweza kuelezea mipango tofauti na nani kila mmoja ameundwa kwa ajili yake? Sawa, ni vizuri kusema hivyo. TurboLoop ni mradi ambao umeundwa vizuri kwa watu tofauti, kwa aina tofauti za utu, kwa mikakati tofauti. Tumetoa mipango minne ya uwekezaji. Sprint Loop ya siku 7 inakupa 3% ya faida. Loop ya pili ni Accelerator Boss Loop ya wiki 2 inakupa 10% ya faida. Na hiyo inavutia. Loop ya 3 na 4 ni za ajabu na maarufu. Ukiwa katika mradi endelevu, ni rahisi kuchagua mipango ya muda mrefu. Tunapo Loop ya siku 30 inayokupa 24% ya faida. Tuna Ultimate Loop, mradi wa muda mrefu wa miezi miwili, utatoa 54% ya faida. Kwa hivyo mbali na vipengele vyote vizuri tulivyo navyo, tumeweka zawadi za ziada kwa jina la Turbo Token. Ukipitia mpango wa siku 30 au 60, utapata tokeni zako za zawadi kwa urahisi. Hivi ndivyo utakavyopiga ndege wawili kwa jiwe moja, sawa? Utapata faida na utapata tokeni. Ulitaja Turbo Token, ni nini na inafaa vipi katika mfumo mzima? Sawa, Turbo Token ni sehemu tofauti iliyotengwa kabisa ya mradi. Haina uhusiano na mkataba mkuu, hii ni muhimu. Ni tokeni ya zawadi kwa TurboLoopers, sawa? Kwa usambazaji wa milioni 1 ya Turbo Tokens. Tuna mipango ya kununua na kuchoma tokeni. Timu inasaidia mradi kwa njia bora. Mradi ni wa kipekee. Na tokeni ya TurboLoop imetengwa kabisa na kile tulicho nacho, sawa? Sawa, na utaratibu wa kila siku wa kununua na kuchoma hufanyaje kazi? Na kwa nini ni muhimu kwa wamiliki wa tokeni? Sawa, kwa sababu Turbo Token ina usambazaji mdogo.
Kama nilivyotaja awali, tuna usambazaji mdogo na hii ni faida kwa sababu kitu kinapokuwa kidogo, unapopata uhaba wa tokeni, basi ni kawaida bei na thamani ya tokeni hiyo itaongezeka, sawa? Ndiyo maana tunaiunga mkono tokeni hiyo pia. Na itakuwa hatua chanya kuhusu faida zaidi kwa watumiaji wetu, sawa? Lakini nilikuambia, hii ni tokeni ya zawadi na ni bora uweke umakini wako kwenye mipango miwili niliyotaja mwisho, sawa? Parallel na Ultimate Loop. Na miradi mingi ina mgao mkubwa wa timu, sawa? Kwa nini Turbo Loop ilichagua uzinduzi wa haki bila tokeni za timu? Hatuna mgao wa timu kwa sababu tunajiona kama watumiaji wa mfumo huu. Huu ni mkataba uliowekwa kwa watumiaji na hautabadilika. Mimi ni mtumiaji, wewe ni mtumiaji. Hakuna tofauti kati yetu. Hii ndiyo sababu ya kuita mfumo uliogatuliwa. Na mpango wa rufaa na uongozi huwatuza vipi wajenzi wa jamii huku ukibaki kuwa endelevu? Kuna mfumo wa rufaa wa kuvutia. Tuna ngazi 20. Sababu ya hii ni kumfanya kila mtu ajue mradi huu, sawa? Hatujasisitiza juu ya kiasi. Tunasisitiza juu ya kufanya mradi huu kujulikana na watumiaji. Tumetoa mfumo wa rufaa wa ngazi 20 na vyeo 7. Timu inasaidia jamii kutoka mfukoni mwake, sawa? Hii ndiyo sababu timu ya kitaalamu inasaidia mradi huu. Ninadhamini kila mmoja wa wachezaji wenzangu. Jamii inacheza jukumu gani katika mafanikio ya muda mrefu ya Turbo Loop? Turbo Loop inastahili kujulikana na kila mtu anastahili kujua kuwa Turbo Loop ipo, sawa? Kwa hivyo inaweza kurahisisha na inaweza kuimarisha utulivu wako wa kifedha. Na kwa kweli nilikuambia, Turbo Loop ni kama almasi na tunataka kila mtu ajue ipo, sawa? Watu wengi wakitujua, ndivyo utulivu na uendelevu zaidi Turbo Loop imewapa. Ndio. Sawa. Na ni zipi dhana potofu kubwa zaidi ambazo watu wanazo kuhusu Turbo Loop na ungezishughulikiaje? Mara nyingi, kwa sababu tuna maelfu ya miradi sokoni na watu wamepoteza pesa nyingi, ikiwemo mimi, nimepoteza pesa nyingi. Ndio kabisa. Watu wana wasiwasi kuhusu uendelevu na kushindwa kwao hapo awali. Lakini siko hapa kukushawishi. Siko hapa kukulazimisha. Siko hapa kukupa taarifa zisizo sahihi. Kwa nini? Kwa sababu nilikuambia kwa uwazi, tumeweka taarifa zote kwa ajili ya watu. Taarifa zote unazohitaji, miamala yote, vitu vyote unavyohitaji kujua na unavyohitaji kufanya utafiti wako mwenyewe vimetolewa vizuri kwa ajili yako. Ni vipengele gani vya kusisimua vinavyokuja katika awamu inayofuata ya Turbo Loop? Kama timu ilivyoamua, tuna masasisho mengi njiani. Turbo Token ilikuwa moja yao na ilikuwa ya kuvutia. Kwa upande mwingine, tuna mfumo wa bima ya Turbo Loop ambao utakuja hivi karibuni. Kwa upande mwingine, tunakwenda kutoa na kufanya mashindano ya kila wiki na kwa kweli mazingira ya mashindano yenye afya kwa watu kushindana wenyewe kwa afya na kwa njia nzuri sana na ya kusisimua. Tunatoa ramani nzuri na hivi karibuni tutakuwa na ziara za kimataifa. Timu ya dev itasafiri maeneo tofauti na tutafanya kazi kwenye mradi ana kwa ana na watu. Na tuzungumze kuhusu mtu anayetaka kuanza leo. Ni hatua gani 3 za kwanza unazopendekeza? Sawa. Unajua, unapotaka kununua fulana, lazima uende maeneo tofauti kuangalia na kujaribu. Hili ni jukwaa la uwekezaji. Hivyo unahitaji kufanya utafiti wako mwenyewe, sawa? Pitia tovuti, mikataba ya ukaguzi na vipengele vingi vya mradi huu. Na jambo zuri ni kwamba kila siku tunakuwa na wito maalum. Tunaziita wito za Zoom za kimataifa kila siku saa 11 jioni kwa saa za UTC. Jiunge nasi kwa urahisi. Tuna wito za Zoom za ndani kwa kila eneo. Jiunge na mawasilisho ya lugha yako. Uliza chochote. Mashaka yote kuhusu mradi huu yataondolewa na tutakujibu. Kama nilivyokuambia, mradi huu unategemea muundo rahisi na hauna utata wowote kwa sababu tunaamini katika ukweli kwamba uwazi huja na unyenyekevu, sawa? Unganisha pochi yako kwani hakuna mipaka ya kijiografia. Baada ya hapo, chagua mpango kulingana na mkakati wako. Unajua, mtu ni mwekezaji wa muda mfupi au mtu anapenda kuwa katika mpango wa muda mrefu. Na imekamilika, unaweza kufanya amana yako kwa urahisi katika mpango wako na ndivyo ilivyo. Safari yako ya mapato ya kila siku itaanza na huo ndio mchakato wetu. Ni wa madaraka kwa sababu hakuna anayeweza kufikia mkataba. Hakuna ufunguo wa msimamizi au mmiliki. Hakuna uingiliaji wa watu wengine. Na mimi niko hapa kama balozi wa kimataifa wa mradi huu, yule ambaye wajibu wake ni kufafanua kila kitu kwa watu, sawa? Na ndivyo ilivyo. Rahisi sana. Kama ungekuwa na ujumbe kwa watu wanaosikia kuhusu Turbo Loop kwa mara ya kwanza, ungekuwa nini? Turbo Loop ni mahali pazuri. Ni mahali ambapo kila hatua unayochukua itakuwa na faida kabisa kwako. Kwanza kabisa, mipango hii ina faida kabisa. Pili, utapata tokeni ya Turbo Loop. 3, tuna mfumo mzuri sana wa rufaa wenye faida. Inayofuata ni ukweli kwamba tuna mfumo wa uongozi ambao unaweza kupata jina zuri. Kisha tuna bonasi ya kujiunga. Ukirejelea mtu kwenye mpango wa siku 30 au 60, watapata bonasi kwenye pochi zao. Inayofuata ni ukweli kwamba tumekupa shindano la kila wiki na ni bora ushiriki. Na kwa ujumla, hili ni jambo jipya linalostahili kujulikana na maelfu ya watu. Kuhusu upeo wetu wa baadaye, miaka 2 au 3 hatutaenda mbali. Kufikia mwisho wa mwaka 2026, tuna zaidi ya watumiaji 5,000. Natabiri tutazidi 10,000 kwa sababu ukuaji wa taratibu ndio bora. Kwamba tumetoa mazingira yenye afya na tunashinda mradi huu, tunashinda mazingira haya ili kufaidisha kila mtu. Tunaunga mkono mradi huu. Kama balozi, wajibu wangu ni kuwa daraja kati ya timu na watumiaji. Nina furaha kuwa hapa. Asante kwa muda wako. Nimefurahia kuzungumza nawe. Natumai tutakuwa nawe zaidi kwenye podcast hii. Ninashukuru, asante kwa mwaliko. Nina furaha sana kuwa hapa. Asante kwa uwepo wako na asante kila mtu kwa kuzingatia sana. Tutakuwa hapa kwa ajili yenu na tuko hapa kwa ajili yenu kwa ufafanuzi zaidi. Rudia, fanya utafiti wako. Turbo Loop inastahili kujulikana na kila mtu.